Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC ya asubuhi hii, mfalme wa Uingereza leo anza ziara nchini Marekani siku mbili tu baada ya tukio la ufyatuliaji risasi ambalo Rais Donald Trump na maafisa wake wanaelezwa kuwa walengwa wanaowezekana. Hakuna anayeona kwamba kuna wasiwasi wa usalama kwa ujio wa mfalme Charles. Changamoto tu kubwa ni kwamba kwa haya yote ambayo Rais Donald Trump amesema na kushutumu Uingereza, kwa nini bado anakuja na watu wengine walisema kwamba angestahili kugomea safari? Mamlaka nchini Mali zathibitisha kifo cha waziri wa ulinzi wa nchi hiyo kufuatia shambulizi lililofanywa nyumbani kwake. Na wakosoaji nchini Uganda wasema hatua ya bunge la nchi hiyo kupitisha muswada utakaoongeza maradufu kodi ya nguo za mitumba inaweza kusababisha ukosefu wa ajira hususan kwa vijana. Hii hatua ya bunge ya kuongeza pesa singekuwa mbaya, lakini hizi nguo ndo tunatoa kila kitu. Hizi nguo ndo tunauzaga ili tusiende kumenya nyumba za watu. Watu wachie tu hapa kwa sababu hapa ndo tunatoa kila kitu, sisi hatuna kazi nyingine. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Victor Kenan. Karibu. Shukran Halima. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema ziara yake nchini Oman iliyohitimishwa Jumapili ililenga kuchunguza njia za kuhakikisha usafiri salama wa meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Maoni yake yaliungwa mkono na mwenzake wa Oman Badri Abdulsaidi, ambaye alisisitiza kuwa diplomasia zaidi inahitajika sambamba na suluhisho za vitendo ili kufungua tena njia hiyo muhimu ya majini. Bwana Araghchi ameelekea Urusi ambako atafanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin hii leo. Duru hii ya hivi karibuni ya diplomasia inakuja wakati juhudi za amani kati ya Iran na Marekani zikiwa katika hali tete kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika nchini Pakistan. Wizara ya afya ya Lebanon imesema mashambulizi ya Israel kusini mwa nchi hiyo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 14 siku ya Jumapili na kuwajeruhi takriban 40 licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayoendelea nchini humo. Zaidi na Florian Kaijage. Jeshi la Israel lilisema lililenga kile lilichokiita makundi ya kigaidi yanayorusha makombora na maghala ya kuhifadhi silaha yanayotumiwa na Hezbollah. Kwa mujibu wa masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yameongezwa hivi karibuni, Israel ina haki ya kujibu mashambulizi yanayokaribia au yanayoendelea na imekuwa ikilenga maeneo muhimu ya Lebanon takriban kila siku. Awali, IDF ilitangaza kuwa mmoja wa wanajeshi wake ameuawa na wengine 6 kujeruhiwa na shambulio la ndege isiyo na rubani la Hezbollah kusini mwa Lebanon siku ya Jumapili. Pande zote mbili zimekuwa zikishutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano mara kwa mara. Waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara amefariki kufuatia shambulio la kujitoa mhanga kwa bomu katika makazi yake jirani na mji mkuu wa nchi hiyo Bamako siku ya Jumamosi. Shambulio hilo lilikuwa moja ya mashambulizi kadhaa yaliyopangwa kwa pamoja na wanamgambo wa kijihadi na waasi wa Tuareg katika miji kadhaa. Kiongozi wa muungano wa mataifa ya Sahel ambayo pia inajumuisha Mali na majirani zake Niger na Burkina Faso, Ibrahim Traore amelaani mashambulizi hayo akisema yaliungwa mkono na maadui wa mapambano ya ukombozi wa Sahel. Waasi wa Tuareg wanasema wanadhibiti mji wa jangwani wa kaskazini wa Kidal kilipo kikosi cha usalama cha Urusi. Makazi ya kiongozi wa kijeshi wa Mali Jenerali Assimi Goita pia yalishambuliwa lakini yuko salama. Na maafisa nchini Chad wanasema watu wasiopungua 42 wameuawa katika mapigano kati ya makabila ya mashariki mwa nchi hiyo. Ghasia hizo katika jimbo la Wadifira zinaaminika kuchochewa na mgogoro kuhusu kisima cha maji ambao kisha ulisababisha mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi kuenea. Naibu waziri mkuu wa nchi hiyo Liman Mahamat aliambia televisheni ya taifa kuwa hali sasa imedhibitiwa. Mashariki mwa Chad imekuwa ikikumbwa na migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji wa Arabu wanaohamahama kwa miaka kadhaa. Mvutano kuhusu rasilimali na usalama umeongezeka zaidi kutokana na kuwasili kwa wakimbizi wanaokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi jirani ya Sudan. Hii ni BBC.
Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenan. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili kutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Mwanedo FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Mwabura, Radio Chitara na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Elizabeth Radio. Mimi ni Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wake walikuwa walengwa wanawezekana wa mshukiwa mshambuliaji wa bunduki aliyejaribu kuvamia ghafla ya waandishi wa habari wanaoripoti kutoka ikulu ya nchi hiyo. Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche amesema. Victor Kenani na maelezo zaidi. Mshukiwa huyo aliyetajwa na vyombo vya habari vya Marekani kama Cole Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 alikamatwa baada ya polisi kusema alifyatua risasi karibu na kituo cha ukaguzi wa usalama wakati wa hafla hiyo katika hoteli ya Washington DC siku ya Jumamosi. Blanche akizungumza na NBC News alisema sababu ya mshukiwa huyo bado inachunguzwa, lakini matokeo ya awali yanaashiria kwamba alikuwa akiwalenga maafisa wa utawala. Kitengo cha kuchunguza uhalifu cha FBI pamoja na kikosi kazi cha kupambana na ugaidi wanachunguza tukio hilo. Majira ya saa 2:35 kwa saa za Marekani siku ya Jumamosi, milio ya risasi ilisikika katika ukumbi wa mapokezi wa hoteli ya Washington Hilton ambako mkutano huo ulikuwa unaendelea. Rais, mke wa Rais Melania Trump na makamu wa Rais JD Vance waliondolewa haraka nje ya chumba hicho na walinzi. Maafisa walisema vyombo vya sheria vilijibizana kwa risasi na mshambuliaji huyo na kumdhibiti, na wanaamini mshukiwa huyo alifyatua silaha yake. Hakupigwa risasi, lakini alipelekwa hospitalini kwa uchunguzi. Polisi walisema alikuwa na bunduki 2 pamoja na visu. Allen anajieleza kama mhandisi wa mitambo, mtengenezaji wa michezo na mwalimu kwenye mtandao wa LinkedIn. Maafisa walisema atashtakiwa rasmi katika mahakama ya shirikisho siku ya Jumatatu kwa kosa la kumshambulia afisa wa shirikisho na kutumia silaha wakati uhalifu wa vurugu. Rais alitoa taarifa kutoka ikulu baada ya shambulio hilo. Aliisifu huduma ya usalama ya Secret Service na kusema kwamba kila mtu aliyekuwemo chumbani humo anapaswa kuwapa shukrani kubwa. Kitu kizuri sana kushuhudia. Mtu alivamia kituo cha usalama akiwa na silaha nyingi na alidhibitiwa na baadhi ya maafisa jasiri sana wa kikosi maalum cha ulinzi, na walichukua hatua haraka sana. Trump pia ametumia tukio hilo kuendeleza hoja yake ya kujenga ukumbi mpya wa sherehe katika ikulu, akiandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba tukio hilo lisingetokea kama kungekuwa na ukumbi wa siri za kijeshi unaojengwa kwa sasa. Mradi huo wenye utata umekumbwa na changamoto kadhaa za kisheria. Hii ni mara ya 3 kwa Rais Trump kukabiliwa na tishio la mauaji. Victor Kenan. Mamlaka nchini Mali zimethibitisha kwamba waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Jenerali Sadio Kamara amefariki dunia kufuatia shambulio lililofanywa nyumbani kwake. Katika taarifa iliyotolewa jana usiku, imesema gari lililobeba milipuko ambalo lilikuwa linaendeshwa na dereva aliyejitoa mhanga lililenga makazi yake. Shambulio hilo ni sehemu ya mashambulizi yanayofanywa na wapiganaji wenye itikadi kali na waasi wanaotaka kujitenga nchini humo. Martha Saranga na taarifu zaidi. Jeshi la mamluki wa Urusi wanaosaidia serikali ya Mali wanatarajiwa kujiondoa katika mji wa Kidal baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa siku 2. Kundi la waasi la Azawad Liberation Front linalotaka kuanzisha taifa huru la Watuareg kaskazini mwa Mali limesema sasa linadhibiti sehemu kubwa ya mji huo. Mashambulizi haya yalikuwa sehemu ya operesheni kubwa iliyoratibiwa na makundi mbalimbali yenye silaha nchini humo. Ripoti zinaonyesha kuwa mashambulizi yalifanyika katika maeneo kadhaa ikiwemo mji mkuu Bamako pamoja na miji ya Gao, Kidal, Mopti na Sevar. Wakati huo kundi la wanamgambo wenye uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda linalojulikana kama Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin au Jinim lilifanya mashambulizi ya wakati mmoja katika maeneo tofauti ya nchi hiyo. Katika tukio hilo, taarifa zinasema kuwa waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara aliuawa karibu na mji mkuu Bamako. Kwa miaka mingi sasa, Mali imekuwa ikikumbwa na machafuko ya usalama kutokana na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu pamoja na waasi wa kabila la Tuareg wanaotaka kujitenga. Wadadisi wa mambo wanasema mashambulizi haya yanaweza kuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi yaliyoratibiwa nchini Mali katika miaka hivi karibuni, hali inayozidisha hofu kuhusu usalama na uthabiti wa nchi hiyo. Martha Saranga.
Katika juhudi za kukuza na kupanua matumizi ya lugha ya Kiswahili, mataifa ya Afrika Mashariki yameendelea kuipa uzito mkubwa lugha hii adhimu, hasa katika elimu ya sekondari na vyuo vikuu. Ili kupata ufafanuzi zaidi kuhusu hatua hii na utekelezaji wake, nimezungumza na Aida Mutenyo, mhadhiri katika chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda, pamoja na Ferdinand Ndahayo, mwalimu wa lugha ya Kiswahili na mwandishi wa riwaya wa vitabu vya watoto kutoka Kigali, Rwanda. Kwanza Aida anaanza kuelezea nafasi ya lugha ya Kiswahili katika nchi hizi za Afrika Mashariki. Lugha ya Kiswahili kulingana na katiba yetu, ibara ya 6 inasema kwamba Kiswahili kitatumika kama lugha ya pili. Kwa hivyo ni lugha ambayo inatambulika rasmi, japo hakuja kuwepo na sheria ya kuelezea ama kufafanua ni kwa jinsi gani ama ni wapi itatumika rasmi. Pili, lugha ya Kiswahili ni lugha kama ya mawasiliano. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anakataza mtu kutumia Kiswahili, na sekta mbalimbali ambazo zinatumia Kiswahili. Kitambo Kiswahili kilijulikana kutumiwa na jeshi, alafu kikapaka picha mbovu ile kwa jeshi. Sasa hizi Kiswahili kinafundishwa katika shule za sekondari, shule za msingi, vyuo vikuu, sokoni, kila mahali Kiswahili kinatumika. Inategemea wewe ambao umetaka kukitumia unakitumia wakati gani. Rwanda Kiswahili. Rwanda kama nchi ya Jumuiya wa Afrika Mashariki, Kiswahili tunakifunza darasani. Kimepewa muda sawa na Kinyarwanda na Kiingereza na hata na Kifaransa. Na pia Kiswahili kinatumiwa katika shughuli za biashara. Na sasa mjini Kigali, kwa sababu Kigali kuna uingiliano wa watu kutoka nchi tofauti za Afrika Mashariki. Kuna watu wanaotoka Kongo, Tanzania, Kenya. Na kwa shule kuanzia darasa la ngapi watoto wanajifunza Kiswahili ama wanafunzi wanaanza kusoma Kiswahili? Kuanzia shule ya sekondari. Shule ya sekondari. Ya msingi hawasome Kiswahili. Hawasome Kiswahili. Sekondari ndo anaanza na kujifunza lugha ya Kiswahili. Kutoka kidato cha kwanza, ukifika katika kidato cha 3, ukichagua mkondo wa lugha ndipo utaendelea na Kiswahili. Ni kama katika chuo kikuu ukichagua mkondo wa lugha ndipo utaendelea pamoja na Kiswahili, lakini kwa ujumla ni kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 3. Katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinakuwa, mbinu gani ambazo mnatumia zaidi na kufundisha mashuleni? Kama ulivyosema, maofisini unatumia Kiswahili? Kinyarwanda na Kiingereza na Kifaransa, lakini kuna majuhudi tofauti ya kukuza na kulinda lugha hiyo. Kiswahili kilikuwa kifundishwa madarasani masaa 2. Sasa hivi waliongeza masaa wanafunzi wanayokisomea darasani. Kuna walimu ambao wanafundishwa, wanapewa uwezo wa kukifundisha vizuri. Na taarifa hiyo inatuelekeza moja kwa moja katika michezo na Floren Kaijage. Karibu. Asante sana Halima Nyanza. Tuanzie huko England ambako Chelsea imefanikiwa kutinga fainali ya kombe la FA baada ya kuichapa Leeds United 1-0 katika mchezo wa nusu fainali ulipigwa katika dimba la Wembley. Goli pekee la kichwa la Enzo Fernandez, raia wa Argentina, lilitosha kuipeleka The Blues fainali na itakabiliana na Manchester City iliyoishinda Southampton 2-1 juzi Jumamosi. Ushindi wa Chelsea ambao wachezaji wake walionekana kujituma mno umekuja siku 4 tu tangu klabu hiyo ya London kumtimua kazi mkufunzi wake Liam Rosenhill aliyedumu klabuni hapo kwa siku 106 pekee kutokana na mfululizo matokeo mabovu, huku wachezaji wakionekana kuwa legelege na kutokujituma na kusababisha madai ya kuwepo mgomo baridi. Uongozi wa The Blues ulifikia kikomo cha uvumilivu baada ya mabingwa hao mara 6 wa ligi kuu juu kabisa England kupoteza michezo 5 mfululizo bila kufunga goli, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 1912. Zamani sana, hata BBC ilikuwa haijaanzishwa. Klabu ya Galatasaray imewashutumu waamuzi nchini Uturuki kwa kuwa na uovu ndani siku chache tu baada ya kusitisha uhusiano na shirikisho la soka la nchi hiyo. Klabu hiyo ya ligi kuu ya Uturuki ilitoa madai hayo kwenye mitandao ya kijamii wakati wa ushindi wa 3-0 Jumapili dhidi ya wapinzani wao wakuu wa jiji la Istanbul, Fenerbahce. Wakati wa mapumziko na huku Galatasaray wakiongoza 1-0, klabu ilielekeza hasira zao kwa waamuzi katika machapisho mawili kwenye mtandao wa X. Licha ya penalty 2 ambazo hatujapewa, tunafunga kipindi cha kwanza tukiongoza 1-0. Moja chapisho lilisema. Ligi kuu ya Uturuki imekuwa na tuhuma nyingi nzito dhidi ya waamuzi katika miaka hivi karibuni. Mfano, mwaka 2023 mwamuzi Halil Umut Mela alipigwa ngumi na rais wa KE Ankara Faruk Koka na kusababisha ligi ya nchi hiyo kusimamishwa.
Katika mchezo wa golfu, Nelly Korda amerejea kuwa kinara wa ubora duniani baada ya kutoa ubingwa wa LPGA Chevron. Huo ni ubingwa wa pili wa Chevron kwa Korda ndani ya msimu mitatu, hivyo kumwangua kileleni Jen Thitikul baada ya raia huyo wa Thailand kushuka kwa alama za ubora. Tumalizie na soka la Afrika Mashariki. Miamba miwili ya soka nchini Tanzania, Yanga na Simba, kwa mara ya kwanza katika historia itakutana mara mbili wiki hii ndani ya siku 4, huku michezo hiyo ikiongojewa kwa hamu. Kwanza fainali ya kombe la Muungano kesho kutwa Jumatano kwa Zanzibar, na kisha mchezo wa marejeano wa ligi kuu Tanzania bara jijini Dar es Salaam Jumapili Mei 5. Ifahamike Simba haijafunga Yanga katika michezo 7 mfululizo, ikifungwa mara 6 na kupata sare moja. Tungoje tutaona. Asante sana. Naona umekuja na nguvu mpya. Shukrani.